Mimi niwahi kugusia open minded kwamba kuna namna tumeielewa, lakini kuna namna pia mimi nahisi kama hofu imetujaa sana kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo mzunguko wa damu wote unapozunguka moyo, unapopump damu, yani ni hofu tupu, yani mpaka kwenye nywele, mpaka kwenye kucha za miguuni tumejaa hofu kweli yani. Kwa hiyo tupunguze hofu. Punguza hofu, tuliza munkari. Elewa sana kitu ambacho najaribu kukuelewesha. Nataka nikwambie, Cocalis na timu yake walipoamua kuicreate hii crypto kwa ajili ya utility, walikuwa na dhumuni moja, kwamba waweze kutengeneza mabadiliko ya mfumo wa malipo duniani. Kwa kifupi naweza kusema waliamua kufyatua pesa pate 2. Pate 1 ipo, lakini kuleta utility crypto kwa ajili ya utility, ina maana kwamba wanamaanisha kuwa ni kitu cha kubadilishana uweze kupata huduma na bidhaa. Kwa maana hiyo, si hata pesa inafanya mtindo kama huo, unapata huduma na bidhaa. Kwa hiyo ni toleo la pili la pesa. Kwa maana hiyo niseme ni pesa mpya duniani Cocalis alijaribu kuileta ama ameileta duniani. Sasa tunafahamu pesa jamani. Pesa huwa haifanyagi mizunguko yake, hata wewe uliye nayo hauwezi kufanya ukiwa chumbani kwako. Pesa haijawahi kumfanyia mtu mmoja kitu. Pesa inafanya ecosystem. Nikwambie, hata leo hii serikali yetu ikiamua ikupe hela zote zilizopo hapa nchini, alafu wakupe wewe tu, usiongee na mtu yoyote, ila wakupe benki zote, waseme tumekupa miliki yako kuanzia leo, yani tunaapa kama serikali hela hizi tumekupa. Sijui kama wewe utakubali kupokea hizo pesa, kwa sababu utaenda kununua nini kwa nani? Kwa sababu hakuna naye kusupport, yani hakuna muunganiko, wote wameamua kukupe tu pesa. Kwa hiyo pesa bila huduma, pesa bila mtu mwingine sio pesa. Na ndio maana hapa karibuni kuna clip moja kama mmeipata ya Mr. Elon Musk alivyokuwa anazungumzia masuala ya pesa. Ni kweli kabisa kuwa ukiwa na mamilioni ukawa milimani huko, hata usione na watu, kusiwe na huduma yoyote, hizo pesa unabaki nazo ni takataka, sio pesa. Yani zinakuwa tena hazina maana, unakuwa unasoma kama gazeti tu. Lakini ukija kwenye kijiji, tayari umeunganika na ecosystem hapo, ambapo utakutana na watu wanauza vitu na wawe tayari kuipokea pesa yako. Hivi kwa nini watu wanapata shida wakiwa na pesa zao? Madereva taxi wa Kigoma wakisema kwamba tumeandamana. Kwa nini watu wanapata shida ikiwa wana pesa? Kwa nini watu wanalalamika kwamba watu wamefanya mgomo? Una pesa ya nauli, lakini wenye magari wamesema no, hatutaki, tuna jambo letu. Utafanya nini? Hivi wauza maduka waandamane, kuna kitu wanakipigania, wanasema hakuna kuuza, wamekubaliana, wameitana. Alafu wewe una mahela kama yote, na ndani bahati mbaya zaidi ulibakiwa na kakilo kamoja tu ka mchele, ndo hako gesi limekata. Alafu wafanya biashara wote wanaouza gesi sio nini na nini, alafu ndani huko una milioni 40 tena in cash. Alafu akakwambia wafanya biashara hawafungui, hakuna biashara. Unanielewa bila shaka. Kwa hiyo pesa ni ecosystem. Ecosystem ni kutegemeana katika mazingira. Huyu atapata huduma kwa huyu naye atatoa huduma yake kwa mwingine, hivyo yani mzunguko fulani hivi. Ndio maana tunaambiwa tuunde application kwenye ecosystem. Hizo application sio za aina moja, zipo zenye makorokoro ya kila aina, ambazo huduma hizo zitakazotolewa kwenye hizo application zitamgusa kila mwenye uhitaji wa huduma husika. Hapo ndipo thamani ya pesa, hapo ndipo maana ya payment system inapokuja kufanya kazi. Sasa
kitu ambacho mimi nakirudia kukisema ni kwamba nilisema kuwa open minded ni hofu tu, lakini kiuhalisia open minded dalili zake tutaziona hapa nchini kwetu. Kwa nini nilisema hivyo? Nilisema kwa sababu nilielewa kwamba Nicholas hakutengeneza kitu ambacho ni cha watu kufanya tu mambo yao hewani afu kwenye nchi husika hakuna connection. Mimi nikuulize swali. Hivi unaniambia hata nyanya hata sukari utakuja kununua kwenye application za watu ambao labda sijui application ya mtu wa China, sijui application ya wapi ndio nyanya zinakopatikana? Yaani kama bado hujang'amua hapo, ngoja niendelee kukuchimba zaidi. Na maanisha kuwa hofu iliyoko kwenye nyama na misuli na hii mishipa ya damu kuhusiana na hii project ndio inayowanyima watu usingizi, wanakuwa hawaelewi. Niwaambieni, mfumo wa ecosystem sio mfumo ambao ni wa mapioneers peke yake kuwa wanafanya tu huko kama ambavyo tunafikiria. Serikali yako wewe ndio open minded. Ndio maana kama mnakumbuka baadhi ya maneno kutoka core team, kuna update ilitolewa. Walisema hivi, wewe unapokuwa umelala, sisi tunahangaika kwa ajili ya kufuata masuala ya sheria. Wewe unapolala, sisi tunafanya 1 2 3. Yaani usiku na mchana wanapambania project. Tafsiri yao ilikuwa ni kwamba wanahangaika na serikali husika. Kwani walipofikiria kuwa pamoja na kwamba itakuwa crypto ya utility token, walipofikiria kwamba watengeneze mfumo wa KYC. KYC unaitengeneza wewe au ni serikali yako imekupa utambulisho? Na hiyo ruhusa ya wewe kuwa hicho kitambulisho kinatambulika, si ni kwa mujibu wa maelezo ya nchi yako? Kwa hiyo elewa kuwa tunapoizungumzia open minded ni matumizi ambayo hayana kikomo, hayana ukuta wowote, yani ni cross border payments. Sasa cross border payments haiwezi kuleta maana kuwa eti kuna jamii fulani inanunua vitu vyote kwenye application tuna ecosystem yetu. Mimi niwaambie, watu wanapotengeneza, ndio maana wanasema vision. Hao wenzetu bana wakakisema vision anamaanisha kweli yani wanafikiria kitu cha mbele sana, cha maana sana kuliko ambavyo unaweza kufikiria haraka. Kwa hiyo mimi ninachotaka kumaanisha kwamba matumizi ya pesa haina mipaka, kwamba eti unafikiria kuwa serikali yako haitakuwa inahusika chochote, wewe utanunua. Wewe michele watoto waweze kula ubwabwa ni kwa mangi, wewe unapai, unafikiri utaitumiaje kama nchi yako haijafungua open minded, kama nchi yako haijadevelop kwenye cryptocurrency? Huku kudelay tunako kuona sisi, huwezi kujua kwa nini serikali yako leo hii inajitokeza hadharani kuongea masuala ya crypto. Huwezi kujua ni wamekutana na nani, wameongea nini. Ni mwanzo wa kuanza kuwaweka attention wananchi wake waweze kuwa sasa kuelewa kitu kinachokuja. Taratibu mwisho wa siku unaanza kuambiwa kwamba kufikia tarehe fulani wafanyabiashara wote lazima muwe na application yenye wallet ya kidigitali. It means kwamba unapofungua wallet hiyo itakuwa sasa inaleta orodha ya huduma za fedha za kidigitali. Hapo ndipo hata hiyo sarafu yako ya Pi itakuwepo kwenye orodha hizo, kwa sababu tayari ni sehemu ya project ambayo imejitosheleza kwa kuwahi mapema kabisa kuweka vipaumbele ambavyo serikali zinakuwa hazina doubt yoyote, kitu kinachoitwa KYC. Kwa hiyo ni miongoni kabisa mwa sarafu ambazo naziona kwenye top 5 kabisa, haiwezi kukosekana kulikoni hata Bitcoin au sarafu zingine, kwa sababu hizo hazina utambulisho mzuri.
zitakuwepo tu kama sehemu ya crypto, lakini nina uhakika kuwa Pi ndio itakuwa kipaumbele zaidi, ama miongoni mwa ambazo zitakuwa zinakidhi zaidi vigezo vya kuwa kama utility. Kwa hiyo nini namaanisha hapa? Unapoambiwa kuna kampuni la simu linakuambia kwamba unaweza kulipa kwa kuskani, unaweza kulipa kidigitali kwa kuskani QR code, ukiwa na M-Pesa app, ukiwa na Tigo Yasi app, ukiwa na Airtel My Airtel app, wanamaanisha kule sasa. Yani kwa hivi karibuni, hasa huu mwaka ambao tayari sheria unaambiwa zimetengenezwa. Hapa kwetu ni mashahidi, tunaambiwa hivyo na viongozi wa vitengo vya fedha kuwa sheria zimewekwa. Na maanisha kwamba hata hizi huduma za kifedha zote hazitashangaza kuona kwamba kwenye application zao ukifungua unakuta kipengele cha fedha za kidigitali, tofauti na vile ambavyo unaambiwa labda send money, labda kupitia Visa card. Yani ukakuta icon mengine anaboresha kule, ukakuta unateleza kabisa, unaziona Bitcoin Ethereum na nini. Hapo ndo unyama unapoelekea. Yani soon nategemea kuona updates kama hizo hapa nchini kwetu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio open minded automatic. Maisha yanaanza kuchange, adaption inaanzia hapo baada ya kuona kuwa nchi imeweka sheria za pesa za kidigitali. Sasa watatumiaje wananchi hizi pesa zisipokuwa na miunganiko ya taasisi zinazosambaza huduma za malipo kama mitandao ya simu? Kwa sababu BOT wanategemea sana matawi ya benki na hizi taasisi za kifedha na hizi mambo za mobile money. Hawa watu ndo wanaunganisha mzunguko wa kiuchumi hapa nchini kwetu, kwa sababu wewe utakapokuwa na hela kwenye M-Pesa, unataka kulipia huduma, unalipa. Kwa hiyo tayari hii huduma inakuwa inasambaza uchumi, inafanya mzunguko wa pesa, umeona, unafanyika. Asa TRA nao ili waweze kufanya mambo kwa wakati, na maana sasa miamala, sheria zote ambazo zinazungumziwa, vipengele vya crypto, vipengele vya token, nategemea kuviona kwenye hususan hii mitandao ya simu, kwenye hizi application zao. Sasa hiyo ndio open minded ambao mimi naizungumzia kuwa dalili zake utaziona tu, kuliko ambavyo tunafikiria sana kwamba eti ikitokea open minded ndo utakuja kuchange kuwa dola, sio ndo utakuja kuconvert, sio kuiswap, sio ndo download iwe sio shilingi ingie kwenye M-Pesa. Ndugu yangu, utachelewa sana kuwaza. Wewe fikiria tu kwamba tayari nchi itaanza kuruhusu, ama nchi tutaanza hapa kwetu kuona kuwa crypto sio tena hadithi, wala sio jambo ambalo litahitaji tena miaka mpaka lije litokee. Ni jambo ambalo chapu kwa haraka, kama ambavyo tuliambiwa tu ghafla hakuna ambaye atakuwa anatumia laini bila NIDA. Ghafla tu tulikuwa tujuagi mambo ya NIDA. Yani ghafla tu tukatangaziwa na kila mtu akanyosha miguu yake kwenda kuitafuta NIDA. Waliozembea ndio kina Walamba wanatumia majina ya watu kusajilia laini. Wengi wanaingia mpaka hasara. Kwa sababu gani? Walizembea. Serikali ndio inayoamua kutangaza. Leo hii wewe usione ugumu sana kufikiria kuwa open minded Pi, unahisi kama ni kitu fulani kipo, ndio, lakini wasiwasi umekuja tele. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimfikiria Mangi, ukifikiria genge la hapo jirani kwako, ukitamani kununua huduma unajiuliza sasa hii Pi nitakuja kutumiaje, hawa sio mapioneer? Hapo ndo panapoleta maswali mengi kwa watu. Lakini nakwambiaje, sasa hivi soon tutegemee kuona wallets zinazokuwa supported na crypto zinafunguka menyu kabisa. Unaziona Bitcoin hizi nani hapa kwetu nchini kwetu na ni halali kisheria. Ndipo hapo swapping zile tulizokuwa tunafundishwa kwenye testnet, ndipo ambapo sisi tutakuja kuwa walimu wa watu wetu hawa ambao hawajui
wanaotumia hii mifumo walikuwa mbali, tulikuwa tunawaambia walikuwa mbali, basi ndo unampa msaada. Kama ambavyo wasiojua kusoma wametumiwa hela, wanaenda kwenye M-Pesa, nitoleeko hela, hajui menyu, hajui wanafungua unaenda kipengele namba ngapi. Anachojali tu ni kuwa anajua kuwa kuna hela katumiwa, kutoa vipengele vya menyu ya mtandao husika hajui. Basi ndivyo ambavyo wewe Payoneer uliyejifunza swapping, wewe ndiye utakuja kuwa msaada kuwafundisha watu kutumia wallets za hapa Tanzania ambazo zitakuwa na crypto mbalimbali. Na ndipo ambapo wewe mtumiaji, user tajiri ambaye ulikuwa umezikusanya crypto zako, utakuwa sasa na swap na kupata huduma mbalimbali kulingana na token husika ambazo zitakuwa pengine, labda kama tutakuwa na token yetu hapa nchini kwetu, ndipo unakuja kufanya hayo mambo. Lakini mimi naanza kuwaza kwamba ni vigumu sana, hasa nikifikiria mchele, nyanya, au watu wanafikiria kuwa open minded ni kwa ajili ya magari tu, lakini si kweli. Mzunguko wa ecosystem ni huduma zote, maana services, goods. Hawakumaanisha kwa timu eti ni magari tu, sio na manini nini huko. Hapana ndugu zanguni, mzunguko wa uchumi duniani kote, maana ya pesa halisi ni pale ambapo hakuna mipaka. Pesa inaenda popote, mkoa wote, wilaya yoyote. Kwa msiniambie kuwa heti wewe kwa sababu ni Payoneer basi kwenye ecosystem ndo utapata nyanya, vitunguu huko. Hapana. Open minded ndo hizi hapa, mwanzi kufurahia mnapoona BOT leo hii mara wakasema hichi, leo wanasema hichi. Hapo ndipo uone kuwa uko wapi, kwa sababu unaona kwa wazi kabisa kuwa bana crypto zitengenezewe sheria swini na nini. Je, hauoni kuwa kuna uwezekano pia wa matangazo, watu wakaambiwa watafute vifaa, lazima mtu uwe na simu ambazo zina support applications? Tutaanza kuona mambo kama hayo. Ndio maana hapa kwetu Tanzania saizi umekuja hata mtindo wa kukopesha simu za kulipa kila siku. Zote hizi ni juhudi za serikali kwa ajili ya kufanya kwamba mfumo wa hizi simu uendelee kusambaa zaidi, kila mtu awe na simu ya Android tofauti na visoswadu, ili iwe rahisi. Kwa hiyo mimi nisiwachoche sana, lakini anyway, mambo mazuri yanakuja, yanakamkam.